Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ninaitwa mchungaji Ebi Trika wa kanisa la Shining Light Kigamboni. Kwa mara nyingine tena napenda kukukaribisha katika kipindi chako pendwa cha ndoa ya amani na furaha. Ndoa ya amani na furaha. Kabla tujaanza yote, ninaomba nikusomee neno la Mungu katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya 2 na ule mstari wa 18. Neno la Mungu linasema, Bwana Mungu akasema, si vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akasema, sio vema huyo mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Mtu aliyekuwa akizungumziwa hapo ni mwanaume ambaye ni Adamu. Mungu akaona ya kwamba Adamu sio vema awe peke yake, yaani mwanaume sio vema awe peke yake, bali atamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Karibu sana katika kipindi cha ndoa ya amani na furaha. Tunajua katika maisha kawaida kwenye ulimwengu wetu huu, kuna watu wengi wanaanzisha mataasisi mbalimbali, makampuni makubwa kwa madogo, wanaanzisha mashirika mbalimbali, na lengo kubwa la kuanzisha mashirika au makampuni au hizo taasisi ni kwa ajili ya kuwavuta watu na kuwaleta pamoja. Kwa ajili ya kuwavuta watu na kuwaleta pamoja. Lakini tumeweza kushuhudia kuna baadhi ya mashirika au mataasisi au makampuni mbalimbali yanapotaka kuleta watu kwa pamoja, huwa yanatoa matangazo kama nafasi za kazi. Na lengo kubwa la kufanya vile ili kuweza kuwapata watu ambao wataweza kuendana na maono ya ile shirika au maono ya ile kampuni au maono ya ile taasisi. Kwa hiyo inapoanzishwa taasisi, inapoanzishwa kampuni, inapoanzishwa shirika lolote lile, lengo kubwa ni kuweza kutimiliza maono ya yule ambaye anaanzisha. Sasa watu wote ambao wanataka kuingia katika shirika hilo au kwenye taasisi hiyo, au watu wote ambao wanataka kuingia kwenye kampuni hiyo, ni lazima kwanza wawe na ujuzi ambao utakaoweza kwenda kusaidia ile kampuni kuikuza au lile shirika kulikuza. Na ujuzi huo unapimwa kwa kufanyiwa interview au mtu husika kupeleka CV zake kwa ile kampuni au hiyo shirika. Sasa mfumo ni huo. Kwenye upande wa ndoa, tunajua ndoa ndiyo taasisi pekee, taasisi ya kipekee ambayo ndiyo taasisi ya kwanza kuundwa ulimwenguni, na aliyeiunda ni Mungu mwenyewe. Aliyeiunda ni Mungu mwenyewe. Na lengo kubwa la kuweza kuunda taasisi hii ili Mungu kuweza kufanya au kuonyesha yeye jinsi alivyo katika ndoa. Kwa hiyo hapa aliposema kwamba si vema huyu mtu awe peke yake, bali nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Lengo kubwa ni kwamba huyu mtu amepewa maono na Mungu. Kwa hiyo Mungu anamtafuta mtu mwingine wa jinsia tofauti wa kuweza kwenda kutimiliza au kumpatia nguvu huyu mwanaume ya kuweza kutimiliza yale maono ambayo Mungu ameyaachilia ndani ya huyu mwanaume. Sasa changamoto kubwa ambayo inatokea na inaendelea kutokea sana katika ulimwengu huu sasa, na itaendelea kutokea sana mbeleni kwa watu ambao watataka kujifunza, kwamba watu wengi huwa wanapenda kuingia kwenye taasisi hii ya ndoa pasipokuwa na ujuzi wowote. Hii ni sawasawa na mtu akaweza kuenda katika kampuni au katika taasisi yoyote ile ambayo mtu ameiunda,
hana ujuzi wowote, afu akakabidhiwa majukumu ya kuweza kuiongoza ile taasisi. Kitakachofuata pale ni ile taasisi au ile kampuni kupata hasara. Sasa kampuni inapopata hasara inaanza kuletwa kwenye migogoro mikubwa, ambayo ile migogoro inaweza kasababisha mambo mengi kuharibika kwenye kampuni hiyo, na mwisho wa siku unaweza kukuta mpaka kampuni ikafa kabisa. Hivyo hivyo kwenye ndoa. Tunapoingia kwenye ndoa pasipokuwa na ujuzi na maarifa yoyote juu ya ndoa, au ni maono gani ambayo Mungu ameyaweka ndani ya ndoa, au Mungu alianzisha ndoa kwa sababu gani, mwisho wa siku migogoro inakuwa ni mingi, na watu wengi wenye kukosa huo ujuzi wa ndoa, wenye kukosa huo ujuzi wa taasisi kubwa ya kindoa ambayo ni taasisi ya Mungu mwenyewe, wanatoka nje na kwenda kupeleka lawama ya kwamba ndoa ni mbaya. Ni wanaanza kuisifia kwamba ndoa ni mbaya. Lakini ukweli ni kwamba ndoa sio mbaya, bali ndoa ni sehemu nzuri ambayo Mungu ameifanya kwa ajili ya kuleta neema mbalimbali ambazo tutaenda kuziangalia huko mbele. Kwa mimi nakusihi, endelea kuwa pamoja nasi katika neema hii, katika kipindi hiki cha ndoa ya amani na furaha, ili uweze kupata yale ambayo Mungu ameandaa katika kipindi hiki. Mungu akubariki sana, usikose katika kipindi kijacho. Asante sana. Kama nilivyotangulia kusema, kwa majina ninaitwa Pastor Ebitrika, ni mchungaji wa kanisa la Shining Kigamboni Ungindoni. Kama una swali lolote, kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 07 94 522 567 07 94 522 567 au 07 87 522 566 07 87 522 566. Tutaendelea kuelimishana kuhusiana na ndoa mpaka kila mmoja apate kufahamu nini maana ya ndoa, na kwa nini Mungu aliumba ndoa, na wanandoa wanatakiwa wafanye nini ili kuweza kuendelea katika ndoa hiyo ambayo ni ya Mungu. Na ndio maana Mungu anasema ndoa na iheshimiwe na watu wote, kwa sababu ni ya Mungu. Ndoa sio ya watu. Ndoa si ya mume wala mke. Ndoa ni ya Mungu, ni taasisi ya Mungu ambayo Mungu aliumba kwa malengo maalum, na hayo malengo amempatia mwanaume ili ayatimize, lakini mwanaume akaonekana si vema awe peke yake, kwa hiyo akamletea msaidizi wa kuja kutimiliza hayo malengo ambayo Mungu ameandaa kwa ajili ya watu hao. Mungu akubariki sana.